Okay, mambo vipi? Naomba nikwambie kwamba kwa yale ambayo Haji Sande Manara ameyazungumza jana, hususan kwenda kwa rais wa TFF kumwambia afute kauli yake, amedhalilisha viongozi, yupo kwenye hati ya kufungiwa ama Yanga kupigwa faini nzito kwa kile ambacho alikizungumza Manara. Manara anaweza kufungiwa tena miaka 2 au miezi 3 kwa mujibu wa kanuni. Zipo kanuni ambazo zinamdhibiti. Pamoja na kwamba kuna sehemu niliona watu wanasema hakuna kanuni inayomdhibiti. La hasha, kanuni ya kumdhibiti ipo, na hiyo kanuni inapatikana kwenye kanuni za Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Anaweza kuadhibiwa ama anaweza kupelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya TFF, na huko TFF wao ndo watakuwa ni walalamikaji kwamba huyu mtu alifanya 1 2 3 4 5. End of the day, kanuni kamati ya nidhamu kwa kutumia kanuni zake zinazo regulate kwenye ulimwengu wa mpira wa Tanzania wanaweza kumgonga nyundo nzito Manara, kwa sababu huyu mtu amewahi kuwa kwenye mgogoro na rais wa TFF na akafungiwa miaka 2. Inawezekana ikaonekana kama ni sehemu ya kulipiza kisasi ama kubishana na mamlaka ambazo zinaongoza mpira miguu. Hili kuleta hali ya hewa ambayo ni nzuri, wanaweza wakaamua kukupiga nyundo. Manara alizungumza mambo mengi jana, mengi akiwa anaitetea Young Africans, lakini alienda mbali na kusema kwamba rais wa TFF Wallace Karia anawadhalilisha Young Africans na inabidi atoke mbele aombe msamaha. Sasa jambo la kwanza, makosa yake ni yapi? Jambo la kwanza, makosa yake ni kutokana na kile alichokizungumza ambavyo kinaweza kikatafsirika kama vile ni kutoa vitisho ama ni kulalamika nje ya mfumo, ile hali ana uwezo wa kufika sehemu husika na akapeleka kile ambacho anastahili kukipeleka, kwa sababu kwenye ile nilikuwa najaribu kuangalia kwenye kanuni ya 40 sura ya 11 ambayo inasema udhibiti na adhabu. Kanuni ya 40 udhibiti wa kimashindano. Kwenye ile ibara ya pili kwenye kanuni ya 40 inasema ni marufuku kwa kocha mkwaju, kiongozi wa timu mkwaju, club mkato, mchezaji au mdau mwingine yoyote wa mpira miguu, yoyote kama nilivyokuambia, yoyote wa mpira miguu kushtumu ama kutoa matamshi, maandiko, picha kwa lengo la kukejeli au kushutumu ama kukashifu ama kumdhalilisha muamuzi yoyote wa mchezo, kiongozi yoyote wa TFF, FA, TPLB, kwenye vyombo vya habari na mahala pengine popote. Kiongozi na mdau atakaye kiuka atafungiwa idadi ya michezo isiyopungua 3 ama kutojumuisha kwenye mpira ama kutojihusisha kwenye mpira kati ya miezi 3 mpaka miezi 12 au faini ya shilingi 500,000 au milioni 5. Sasa hii ni kanuni ya 40 udhibiti wa mashindano ambayo ina sura ya 11 udhibiti na adhabu. Utakuwa unajiuliza, kwani kosa la Manara ni lipi? Ukisikiliza kauli zake ambazo amezitoa, unaweza ukawa unaungana na mimi moja kwa moja kwamba kuna kushutumu ambapo kupo hapo, na neno kushutumu limeandikwa kwenye kanuni hapa. Kwenye hii kanuni wanasema ni marufuku kwa kiongozi, kocha wa timu, club, mchezaji ama mdau yeyote mwingine wa mpira miguu kushutumu. So yani tukiishia hapo tu, yeye ni nani? Yeye sio kiongozi, yeye sio mchezaji, lakini yeye ni mdau wa mpira miguu na ni mdau anayetambulika. Unajua kuna wadau, kwa mfano kama mimi ninaweza nikashutumu and then bodi ya ligi na TFF of course wanaweza kunifungia kwamba usijihusishe na masuala ya mpira miguu, although hawatonizuia kutoa taarifa, watanizuia tu kutofika viwanjani na vitu kama hivyo, nisishiriki kwa namna yote. Lakini klabu kama klabu, image ya klabu inakuwa bado iko safe. Kwa maana mimi naweza nikastoka hapa nikasema Yanga wanaonewa, TFF wanakosea, na TFF wanakosea 1 2 3 4 5. Kwanza Wallace Karia afai, ni mfano natoa.
And then kwenye hiyo kauli ikawakera, wakaiona hiyo video, and then wakaniita kwenye kamati ya maadili, wakanifungia. Lakini club inakuwa iko safe kwa sababu mimi sina vinasaba na club yoyote. Sina vinasaba na hiyo club ya Yanga. Lakini kwa Manara ni story tofauti, kwani yeye ana vinasaba na club ya Yanga. So uvyo vinasaba alivyonavyo na huo uyanga wake alionao unaiweka Young Africans matatani. Kwa mfano kwenye kanuni ya 47 udhibiti wa club, kuna sehemu ambayo inaeleza kwamba club ina wajibu na jukumu la kuhakikisha kuwa wachezaji, viongozi, wanachama na wapenzi wake wanajiheshimu na hawajihusishi na vitendo vyovyote vya utovu wa nidhamu kama vile matusi, vitisho, vurugu vinavyoashiria imani za kishirikina na vitendo vyovyote vile visivyokuwa vya kimichezo kwenye uwanja michezo. Klabu ambayo mashabiki wake watafanya hivyo itatozwa fine. So ukiangalia hii kanuni bado naona kabisa bado Yanga hapo watakuwa wako safe. Sasa hapa wanasema mshabiki atakayetoa matusi, hajatoa matusi Manara, vitisho vipo. Vitisho vipo. Vurugu ama kuashiria imani za kichawi ama kushirikiana ushiriki wa vyovyote vingine visivyokuwa vya kimichezo atachukuliwa hatua za kisheria, na atakayepatikana na hatia atafungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi kisichopungua miezi 3 hadi miezi 12. So kimsingi ukiangalia hizi kanuni ambazo nimezisoma hapa, udhibiti wa club, ukiangalia pia udhibiti wa timu yenyewe, ukiangalia udhibiti wa klabu, ukaangalia na udhibiti udhibiti wa michezo, udhibiti wa kimashindano, unagundua kwamba Manara hayuko safe. Vovote vile lazima atapay consequences. Lazima kuna sehemu ambayo atakamatwa na adhabu itatolewa. Kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara wataona kuna kila sababu ya wao kumwadhibu Haji Sande Manara, na naamini kwa ile background ambayo yeye amekuwa nayo kati yake pamoja na Wallace Karia na vitu kama hivyo, najua anaweza akafungiwa kwa kipindi fulani ama akatozwa faini, kwa sababu kwa kauli aliyotoa Wallace Karia, manake sasa hivi anayeona kwake ni tabu, anamzonga, hampi nafasi ya kufanya yale yanayohitajika. Wanachokifanya ni kumpiga nyundo. Watakuita, watakupa somo, wakiona umeshindikana unagongwa nyundo, kwa sababu tutaelekea kwenye chaguzi pia za TFF. Manake mtu anaanza kuilinda ile image aliyokuwa nayo. End of the day, kama utakuwa umeshindwa kuendana na kile ambacho kinatokea, kitakachotokea ni nini? Kitakachotokea ni kwamba wewe utakuwa sehemu ya watu ambao watakaofungiwa. Ninaamini kabisa hii imekuwa ni fiti sana, na kushukuru sana wewe ambao umekuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Sio mbaya pia na wewe ukashirikiana nami katika hiki ambacho unachokisikia. Unadhani jamaa anastahili kuadhibiwa ama hastahili kuadhibiwa? Let me know katika comment na itakuwa imeenda vizuri sana. Asante and bye bye.